Vurugu kubwa zimezuka nchini Bangladesh kutokana na madai ya Sharif Osman Had ambaye ni kiongozi wa harakati za vijana nchini humo ambazo hivi karibuni zilileta mageuzi ya kiutawala baada ya kumtoa madarakani aliyekuwa waziri wa taifa hilo Sheikh Hasina. Hii ni TriGen Media, mimi ni Jennifer Mwidete. Kifo cha mwanaharakati huyo ni kutokana na kupigwa risasi na watu wasiojulikana ambao walificha nyuso zao kwa barakoa, na imeelezwa kuwa alipigwa risasi alipokuwa akitoka msikitini mjini Dhaka wiki iliyopita na alifariki kutokana na majeraha siku ya Alhamisi ya Disemba 19 mwaka huu. Taarifa kumhusu Sharif Osman ni kwamba alikuwa anapanga kushiriki katika kuwania nafasi kwenye uchaguzi uliotangazwa siku mbili tu, huku uchaguzi wa mwisho uliofanyika mwaka 2024. Hata hivyo, vikosi vya usalama vimeendelea na uchunguzi baada ya kufika eneo la tukio, ambapo pia waandishi wa habari waliokuwa katika eneo hilo walifungiwa ndani ya jengo, huku vikosi vya zimamoto vikifanya jitihada za kuwaokoa. Harakati za Sharif Osman hazikuanza jana wala juzi, kwani akiwa na umri wa miaka 32 tayari alikuwa kiongozi mkuu wa kundi la maandamano ya wanafunzi lijulikanalo kama Inqilab Manca na mmoja ya wakosoaji wakubwa wa India alikokuwa akiishi uhamishoni. Taarifa za kuuawa kwake zimepokelewa kwa mshtuko mkubwa, kwani wafuasi wake walikusanyika katika uwanja kwenye mji mkuu wa taifa hilo tayari kwa kuanza maandamano. Kumekuwa pia na uharibifu uliosababishwa na waandamanaji hao katika maeneo walioyalenga, ikiwemo ofisi ya magazeti maarufu ya Bangladesh. Muhammad Yusuf ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel, ambaye ndiye anayeongoza serikali ya mpito, amekieleza kifo chake hicho kama pengo lisiloweza kuzibika katika harakati za kulirekebisha taifa hilo. Katika hatua nyingine, amesisitiza kuwa vurugu zozote zenye malengo ya kuharibu uchaguzi ujao hazitakubalika na kwamba tukio hilo ni tatizo linaloleta hali ya wasiwasi katika siasa za nchi. Hii ni TriGen Media.